Young Africans pamoja na mchezaji Damaro Kamara hawakuhusika kabisa katika kipengele hicho. Sasa taarifa imetolewa kwamba imetupiliwa mbali shitaka hilo, na sasa watawapa hukumu ambayo wao kama kamati wameketi, na mara baada ya Simba kupatiwa hiko ambacho wanakisubiri kwa sasa, hiyo hukumu, basi wako tayari moja kwa moja kwenda panapohitajika kwenda. Sasa tunajiuliza maswali machache. Of course, ukijaribu kutazama kwa kina utagundua kwamba hili sakata linawahusu TFF moja kwa moja, na ndio maana unaona Young Africans mpaka sasa wao wanachekelea na wanafurahia mara baada tu ya TFF kutoa ile taarifa, na wao Yanga wanaenda mbali zaidi, wanasema hawajatumia mafuta hata kidogo kutoka pale Jangwani kwenda TFF kwa ajili ya kusikiliza hilo shauri, lakini wakiendelea kuwakashfu na kuadhiaki Simba ambao wao walikuwa wakifika TFF mara kadhaa, kama mara 2 mara 3 kwa ajili ya kwenda kudai kile ambacho kinahitajika kuwa. Sasa nimefuatilia kwa upande wa Simba. Bana, Simba wanasema wao kwanza hawajaridhishwa na ile taarifa ya TFF kwa sababu ni taarifa ambayo kama ni ya upande mmoja hivi, na kama ni taarifa ya mrengo mmoja, yani kwamba TFF kama wanawakingia kifua hivi Young Africans kumtumia mchezaji ambaye wao kama Simba mara baada ya kupitia nyaraka zao wameona sio mchezaji halali ambaye anapaswa kucheza Young Africans kama mchezaji mzawa, na akicheza kama mchezaji wa kigeni, na maana tayari Yanga wameingia kwenye makosa ya kuingia moja kwa moja kwenye makosa ya kucheza na wachezaji 13 wa kigeni. So Simba Sports Club wameona kwamba wao wamefuata hatua zote ambazo zinahitajika, na ili upeleke swala lako katika mahakama ya usuluhishi ya michezo duniani CAS, kwanza unapaswa kupita katika mamlaka za nchi ambazo zinahusiana na mpira. Mara baada ya hapo ndio unaweza ukapata room ya kwenda huko nje, sio tu unavuka moja kwa moja unaenda nje kwenda kutafuta haki yako bila kupita huku. Kama unakumbuka, pia kuna mashauri kadha ambayo hapa katikati Young Africans walienda hadi kule CAS kipindi kile wakidai masuala yao hatuchezi, na walipofika kule wakaambiwa lazima masuala kwanza yaanzie nyumbani. Sasa hata Simba Sports Club wanasheria wao au mwanasheria wao Hosea Chamba ana weledi wa hali ya juu kabisa, na sio yeye tu, pamoja na jopo la viongozi wa Simba, kwamba haya mambo hayapaswi kwenda juu moja kwa moja bila kupita kwenye mamlaka za ndani, mamlaka za michezo za ndani, bodi ya ligi pamoja na shirikisho la kandanda TFF, ambayo pia iko kamati pale ya sheria na hadhi za wachezaji ya TFF. So Simba Sports Club wamefanya mambo ambayo wanapaswa kuhusika. Sasa kipi ambacho nasubiriwa na Simba wamepanga nini kwa sasa? Taarifa ambazo ni muhimu sana nilizozipata ni kwamba Simba hawajamaliza, wanataka wakomeshe kabisa uhuni ambao unafanyika, kwamba mchezaji anakuja kutoka taifa fulani, anakuja hapa nchini, anapewa uraia na anatumika kwenye vilabu, lakini hana msaada kwenye timu za taifa. So Simba wanaenda mbele zaidi kwamba kama hivyo inawezekana kuwapatia tu wachezaji uraia kama Njugu na wakacheza kwenye nchi yetu kama wazawa, na tuna wazawa wengi ambao tunawapambania na wenyewe wapate nafasi, sababu tunafahamu nafasi zimetolewa 12 kwa wachezaji wa kigeni ili kuwapa pia nafasi wazawa. Sasa kama hawa wa kigeni pia watakuja na watapatiwa uraia, hawa wazawa ambao nafasi zao ni chache kwenye ligi yetu wanapambana kuonyesha uwezo wao, lini watapata nafasi ya kucheza, lini na wao wataonyesha uwezo. Kwa hiyo Simba Sports Club wanataka kukomesha haya masuala ambayo pengine wao wanaona kabisa kwamba inaenda kuchafua na inaenda kutia dosari mchezo wetu pendwa wa ligi kuu ya kandanda Tanzania bara, na ndio maana wanataka kwenda mbali zaidi. Jana nilikuwa namsikiliza Murtaza Ali Mangungu, mwenyekiti wa Simba, anasema wao bado hawajamaliza, wamepokea hiyo taarifa TFF, lakini wanahisi kuna mlengo, yani TFF wametoa ile taarifa kwa mlengo wao, kwa maana wana mlengo, yani mlengo kwa maana wameangalia zaidi upande mmoja, hawaja balance kwamba Simba wamepeleka shtaka, lakini shtaka lile limetupiliwa mbali bila Yanga na mchezaji bila kuhusishwa. So Simba Sports Club bado hawajaishia hapo na wana mpango wa kwenda mbali. Msikiliza semaji Ahmed Ally anasema kwamba tunakomesha uhuni huu kwa sababu kama ni hivyo kila klabu itaweza kuanza kuwapa wachezaji itaanza kuwapambania wachezaji wapate uraia. Mfano Simba wakawa na Anicet Ura, kina Libasige kama ndo raia wa nchi. Na maana sasa hapo wachezaji wazawa lini watapata nafasi ya kucheza na wao nafasi zao ziko wapi? So haya mambo yanapaswa kukomeshwa haraka, na ndio maana Simba wamevalia ile njuga. Kuna watu wanasema kwamba huenda Simba labda kwa sababu wanataka pointi za mezani. La hasha, Simba wanataka kusimamia haki na Simba wanataka kuwafikisha kupeleka mpira wetu katika njia sahihi, kwa sababu tukianza kuingiza hivi wachezaji wa kigeni tunawapa uraia na nini alafu hawasaidii timu za taifa, inakuwa haina maana yoyote. Zaidi itakuwa inanufaisha klabu na mambo kama hayo. Sasa taarifa hizo nazo na Simba wanasubiria
Wanachosubiria wao ni hukumu tu ambayo itakuwa imetolewa, yani maamuzi ambayo yatakuwa yametolewa na kamati ya sheria na hadhi ya wachezaji ya TFF. Mara tu baada ya kupatiwa hiyo nakala, wao wako tayari kwenda CAS sasa, kwenda kuhojiana kule juu kwa juu kwamba bwana, ni haki, ni halali mchezaji kutoka taifa fulani kuja kupewa uraia wakati akiwa hajafikisha vile vigezo vya kupatiwa uraia. Kwa sababu ukiangalia, ili uwe raia wa nchi fulani lazima uwe umekaa walau miaka 5 kwenye hiyo nchi. Sasa ukiangalia Damaro Kamara alipopatiwa uraia alikuwa hata mwaka hajamaliza. Ndio kwanza miezi 6 tu pale yeye Damaro Emmanuel Keheke atabada. Sasa Simba wanataka kwenda kubutua bakuli, wanataka kwenda kutibua zaidi kule CAS. Sasa hii ni mbaya zaidi kwa sababu pia inaweza katokea tukafungiwa pia hata soka, mwisho wa siku tukaingia kwenye hali ngumu zaidi. Kwa hiyo TFF wao mpaka sasa wameona kabisa wamefanya makosa, wametoa leseni, wamempa mchezaji kibali cha kucheza kama mchezaji mzawa. Sasa wameona kabisa kwamba ili wamalize ama kelele mapema, kwanza wakate ngebe Simba mapema ili wasiendelee na hili sakata. Na ndio maana unaona wametoa taarifa alafu baadaye wanakuja kutoa taarifa nyingine, lakini Simba wamesema hawatakubali kupelekwa this time. Wao ni moja kwa moja mguu wao mpaka kule CAS. Sasa wanasubiria tu kuona wanapata lini hiyo hukumu ambayo itatolewa, kwa maana taarifa ambayo sasa watapewa wao Simba Sports Club mara baada ya maamuzi kufanyika, wao moja kwa moja mguu wao mpaka CAS. Kwa hiyo mnyama hana muda wa kupoteza. Mnyama amevurugwa na anasema kabisa wazi anaenda kudai haki zake. Anajua ni kweli sio haki ya Simba, lakini ni haki ya mpira wa Tanzania. Anaenda kutetea mpira wa nchi. Hatutaki masuala uni wachezaji kuja hapa nchini wanapewa uraia na wachezaji wetu wazao wanakosa nafasi ya kucheza, na wengine wakipewa uraia huku pia hawana msaada na timu za taifa wanacheza kwenye ligi na mambo kama hayo. So mnyama anasema ana uhakika na kile ambacho anakifanya. Wanasheria wao wameshaangalia vipengele na